Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za asubuhi. Karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 20 ya mwezi wa 11 2025. Somo letu la siku ya leo na kichwa cha habari kinachosema wote tutasimama hukumuni. Fungu letu ni kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 10. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Tuombe. Mungu wetu, Baba wa mbinguni na dunia, tunanyenyekea mbele zako asubuhi hii. Tunakushukuru kwa pumzi ya uhai. Tunakushukuru kwa rehema zako ambazo hazikomi, na kwa nafasi ya kutafakari ujumbe wako mtakatifu. Tunakuomba tubariki tunapoanza kesha hili. Utuongoze katika roho ya unyenyekevu, upendo na toba ya kweli. Tunaleta pia mbele zako nchi yetu ya Tanzania. Ibariki kwa amani, ulinzi na uzima. Wabariki viongozi wetu kwa hekima, uadilifu na hofu ya Mungu. Wape watumishi wako katika makanisa nguvu ya kusimama katika kweli, na utuongoze sisi sote kuishi kwa utauwa na kutafuta uso wako zaidi ya yote. Uwe pamoja nasi sasa na milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Toka karibu na mwisho wa wakati, majaribu kutoka nje yatakuja tele. Lakini hebu na yasitoke ndani ya kanisa. Hebu watu wanaoitwa kwa jina la Mungu wajikane nafsi kwa ajili ya kweli na kwa ajili ya Kristo. Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kila mtu anayempenda Mungu atakuwa na roho ya Kristo na upendo mkubwa kwa wenzake. Kadri moyo wa mwanadamu unavyokuwa na ushirika na Mungu na kadri upendo wake unavyojikita kwa Kristo, ndivyo kuvurugwa kwake na mikwaruzo na magumu ya maisha yanayompata kutakavyopungua. Wale wanaokuwa na kufikia utu uzima, yaani wanaume na wanawake katika Kristo Yesu, watazidi kufanana na Kristo kitabia, kuachana tabia ya manunguniko na kutoridhika. Watadharau kuwa watafuta makosa ya wengine. Katika nyakati hizi, kanisa inatakiwa kuwa na imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja, itakayowasaidia kusema kwa ujasiri, Mungu ndiye anayenisaidia. Na yaweza mambo yote katika yanitiaye nguvu. Bwana anatutaka kuamka na kusonga mbele. Mahali popote kanisa katika nyakati mbalimbali lilipoacha dhambi zao na kuamini na kutembea katika kweli, waliheshimiwa na Mungu. Katika imani na kutii kwa unyenyekevu, kuna nguvu ambayo ulimwengu hauwezi kuhimili. Utaratibu wa majaliwa ya Mungu katika uhusiano na watu wake ni mwendelezo, kuzidi kusonga mbele katika ukamilishaji wa tabia ya Kristo, katika njia ya utakatifu, kukua zaidi na zaidi katika nuru angavu na maarifa na upendo wa Mungu hadi mwisho wa wakati. Je, ni kwa nini kila mara tunajifunza kanuni ya kwanza ya mafundisho ya Kristo pekee? Bwana anazo baraka nyingi kwa ajili ya kanisa, ikiwa waumini wanatafuta kwa bidii kuamka kutoka katika hatari ya uvuguvugu, dini ya ubatili, maneno yasiyo na uzima, tabia isiyo na nguvu ya kimaadili. Mambo haya yameonyeshwa wazi katika ujumbe makini unahubiriwa na shahidi wa kweli kwa makanisa, ukiwaonya juu ya majivuno, mambo ya ulimwengu, urasmi na kujitosheleza. Lakini kwa wale wanaojihusisha, wanaojitaabisha, waaminifu, wastahimilivu, wale ambao wanafahamu udhaifu wao na kujitosheleza kwao, wanapewa maneno ya kutia moyo. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana wetu anakawia kwa sababu yeye huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini wakati sisi pamoja na wote waliokombolewa tutakaposimama kando ya bahari ya kioo, tukiwa na vinubi vya dhahabu na taji za utukufu
na mbele yetu kuwa milele, ndipo tutakapoona namna muda wa kusubiri ulivyokuwa mfupi. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Luka sura 12 mstari wa 37. Testimonies for the Church, volume 5, 483-485. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, nakushukuru kwa ujumbe uliotafakarisha. Tumeonyeshwa upendo wako, rehema zako na wito wa kuishi katika utakatifu na kuacha kuhukumu wengine. Tunakuomba utusaidie kuyahifadhi haya mioyoni mwetu na kutembea katika nuru yako. Uwe na kanisa lako, uwe na familia zetu, na uendelee kuitunza Tanzania katika amani, umoja na haki. Tujalie siku iliyo mbele iwe ya ushindi na ulinzi wako. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo. Amina.